Karibu sana kipenzi changu kwenye mfululizo wangu mpya wa stara kwa kila mwili, na leo ni episode ya kwanza ambapo tutakuwa tunazungumza kuhusu umbo la apple. Kwanza kabisa tujue umbo la apple ni kitu gani. Ni mwili ambao unakuwa una tumbo kubwa kuliko kiuno. Maziwa yanaweza kawa ni ya saizi ya kati au pia inaweza ikawa ni makubwa zaidi. Lakini pia kwenye swala zima la mikono pamoja na miguu inakuwa ni membamba. Na pia kiuno chako kinakuwa hakionekani kwa wazi. Kama unajiona hapo, ujue kabisa umbo lako ni la apple. Sasa twende tukaangalie ni stara gani inayofaa na stara gani unatakiwa kuepuka nayo. Kwanza kabisa kuna makosa ambayo unatakiwa kuyaepuka kama wewe una mwili wa apple, na hapa nitaweza kukutajia baadhi ya makosa. Kosa la kwanza ni kuvaa nguo ambazo ziko tight sana, tena hasa katika maeneo ya tumbo hapa. Kwa sababu gani? Zinasisitiza sana tumbo na kukufanya uweze kuonekana kwamba ni mzito. Hilo ndio kosa namba moja. Kwa hiyo hizi nguo unatakiwa kuziepuka sana, hizi nguo ambazo zina tight. Na kosa namba mbili ni mikanda au wasting ambayo iko katikati hapa ya tumbo, ambayo inatenganisha tumbo la juu pamoja na tumbo la chini. Unajua kila binadamu lazima awe na tumbo la juu na tumbo la chini. Kwa hiyo kama wewe unaona kabisa una umbo la apple, pendelea sana kuvaa nguo ambazo ziko juu, yani ziko imperial waist, ziko juu ya tumbo au hapa chini ya maziwa hapa, kwa sababu ndio ambazo zinakufanya uweze kuonekana clear na uweze kuonekana nice. Na ni kuvaa nguo nyeusi kutoka juu hadi chini. Yaani unakuta mtu amevaa skirt na blouse nyeusi zote, au amevaa gauni lote ni jeusi. Na hapa unapokuwa unavaa hivyo unakuwa ni blocked. Badala yake tumia rangi ambazo zinakuwa na mvutano sehemu za miguu ama sehemu za mabega huku, au pia sehemu za mikono au sehemu za shingo hapa. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha designing, either katika mikono huku ukaweka kitambaa cha rangi nyingine ambacho kinakuwa kinavuta ile blocked yako, ile rangi yako nyeusi, au pia katika miguu huku unaweza ukatafuta kitambaa cha aina nyingine ambacho kinawaka. Usitafute kitambaa ambacho ni plaining, pendelea kutafuta kitambaa cha printing. Kama utakuwa umevaa plaining kutoka juu mpaka chini, basi tafuta kitambaa ambacho ni printing. Unaweza ukavaa hivyo na ukaweza kupendeza sana katika mikono, katika miguu au sehemu hapa za shingo. Unaweza ukaweka v-neck then ukaweka na kitambaa cha aina nyingine, na hapa utaweza kuepuka kwamba utaweza kupata muonekano mzuri. Tuangalie sasa zile nguo ambazo zinafaa kwa mwanamke mwenye umbo la apple. Nguo ya kwanza ni imperial waist, nguo ambayo iko juu ya kiuno, lakini pia nguo ambayo iko chini ya maziwa hapa. Kwa sababu gani aina hii ya nguo ni nzuri? Kwa sababu inaficha tumbo, lakini pia inaficha sehemu ambazo ni nyembamba katika mwili wako. Na nguo ya pili ambayo inafaa zaidi kwa mwanamke ambaye mwenye umbo la apple ni v-neck, kwa sababu mtu anakuwa anakuangalia zaidi sehemu za shingo na kuacha kuangalia sehemu za tumbo, na hapa inakuwa inashabiana sehemu za maziwa hapa. Kwa hiyo nguo yako inakaa vizuri kabisa. Na nguo ya tatu ambayo mwanamke wa stara ambaye ana umbo la apple anatakiwa kuivaa ni nguo ambazo zinafunika mikono vizuri. Inakuwa mikono yako inakuwa inafunika vizuri na umbo lako linabaki kuwa zuri kabisa, unakuwa unapendeza. Tuangalie sasa muktasari wa umbo la apple. Kitu gani unatakiwa kuepuka na kitu gani unatakiwa kukifanya. Kama una umbo la apple, epuka sana zile nguo ambazo zina tight, lakini zaidi sehemu za tumbo. Lakini pia tafuta nguo za imperial waist au nguo za v-neck au nguo za A-line, zitaweza kukusaidia zaidi kuweza kuficha sehemu yako ya katikati hapa ya tumbo. Lakini pia katika rangi, tafuta rangi ambazo ni nyembamba, dark color, au zile rangi ambazo ni angavu sana lakini sehemu za juu, ili kuweza kupoteza ile sehemu ya katikati hapa, ili mtu asiweze kujua kama unakuwa na mwili wa apple. Kama umbo lako ni la apple, anza kutumia vidokezo hivi siku ya leo ambao umeweza kujua hapa, na utashangaa tofauti kabisa. Episode 2 tunaenda kuangalia umbo la pear. Usikose like, subscribe, then uniachie maoni yako hapo, niambie mimi nina umbo la apple. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi. Kwaherini.